Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kupandisha kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 mpaka shilingi 500,000. Kupandisha kwa amount hiyo ni historia katika nchi, haijawahi kutokea. Huwa tunapanda kwa pesa kidogo kidogo. 2022 alipandisha mshahara, lakini haukuwa kwa kiwango hiki alichokifanya sasa. Tunamshukuru sana sana sana. Amegusa maisha wa Tanzania. Sisi wafanyakazi ni mikono ya Watanzania wengine ya kuchumia fedha. Hatuli fedha kama fedha. Tunakula mahindi, tunakula mchicha, tunakula bamia, tunakula matembele, ndivyo vyakula vyetu. Tukilipwa vibaya, tunakwenda kwa Watanzania wenzetu maskini kwenda kununua vibaya. Tukilipwa vizuri, tunakwenda kwa Watanzania wenzetu maskini kwenda kununua vizuri. Unamkuta bibi pale amechoka, hata mavazi yake hujua alifua lini, ana mafungu mwenye watoto atembele, unabembeleza bado akupunguzie. Ni kwa sababu umelipwa vibaya. Lakini ukilipwa vizuri, utamhurumia ule bibi, utaangalia status yake, maisha yake jinsi yanavyoonekana. Utapenda hata wakati mwingine change usichukue umwachie, utanunua vizuri, hutalalamika bei. Kwa hiyo kupandishwa mishahara kwa wafanyakazi hasa wa umma kunabadilisha maisha katika taifa zima, jamii nzima. Nichukue mfano sekta ya afya na ya elimu. Sisi ndio tulio wengi. Huwa tukilipwa mshahara mwisho wa mwezi, masoko yanachangamka, maduka yanachangamka, kila kitu kinakwenda viral. Kwa sababu walimu wamelipwa. Siku hizi watu wamesahau kwamba wafanyakazi wamelipwa mshahara, wanauliza walimu wamelipwa mshahara, kwa sababu walimu ndio wako wengi, tuko wengi kwenye jamii, kila mahali tunaonekana. Kwa ujumla, hotuba Mheshimiwa Rais ilikuwa ni ya kutuliza wafanyakazi, ilikuwa ni ya kufariji, ilikuwa ni ya kuleta matumaini. Na ndio maana hata katika alipochomekewa kitu kibaya kwamba sheria zirekebishwe ili wafanyakazi wakose uhuru wa kuanzisha vyama vingine vya wafanyakazi. Na wanatafuta mtu kwamba ni waajiri wanashawishi na kufadhili watu wengine wafanyakazi waanzishe vyama wafanyakazi. Alijibu vizuri. Tena alijibu kisomi, akawapeleka kwenye mikataba ya kimataifa na akawashauri waboreshe. Kwa kushauri kule, nafikiri anajua nini kinaendelea. Kama mtawala wa nchi lazima ujue nini kinaendelea kwenye taasisi. Kwa aliwashauri, sio aliwashauri, anajua nini kinaendelea kwao. Nyongeza ya mshahara sisi Chakama tumefurahia. Na tunaomba kabisa kwamba Rais aendelee kuongeza, kwa sababu bado walimu ni wengi kiasi kwamba tuko chini kimshahara. Ndio maana kuta mwalimu anahangaika, yeye mwenyewe anafundisha, anaandaa lesson plan, anaandaa scheme of work, lakini hapo tena unakuta bado anapika tubagia, anapika vikokotoo akauze ili kwamba aongeze kipato. Lakini akiongeza maana yake ni kwamba mwalimu inampa moyo wa kufanya kazi. Kwa sisi Chakamwata sisi tunakata asilimia ndogo, tunakaribisha pia walimu sana kujiunga na Chakamwata. Akikatwa asilimia ndogo na kukule tena mshahara kamepanda kidogo, kwa unakuta nafuu maisha. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.